Saramba, habari za wakati huu bwana? Mimi niko vizuri. Ndio. Bwana, tunashukuru kwa mara nyingine tena tumekutana. Hii ni Kings Media. Ziko taarifa nyingi ambazo tuko nazo, lakini taarifa kubwa ni ya mrithi, wengi wanamtaja hivyo, Gilberto kutokea Angola kuja katika klabu ya Young Africans. Lengo ni kufahamu taarifa hizi kwa upande wako zimekaaje, ni kweli Young Africans wameonyesha nia kumhitaji na kumsajili mchezaji huyu? Nafikiri klabu ya Yanga sasa hizi wapo katika mawindo makali sana, kuzingatia kwamba malengo yao msimu huu hasa kwenye mchezo wa kimataifa haikukamilika kwa sababu walikuwa wamejipanga kuweza at least kucheza tu nusu finali. Na ukiangalia uwekezaji walioufanya, aina ya nyota walionao, sure wana deserve kucheza nusu finali. Lakini imeshindikana, kwa hiyo wanatamani msimu unaokuja waweze kurudi kwa nguvu. Kwa hiyo ukiangalia bado Azizi ameondoka na Mzizi ataondoka. Ndio ambao sasa hizi kuzungumzia Yanga, watu ambao unaweza kuwazungumzia kwa haraka uwezi kuacha wachezaji wao wawili. Manake mmoja ni mchezaji wa ndani, mwingine mchezaji wa kigeni ambaye ndio kama alikuwa ndio brand ya Yanga. Yaani unapozungumzia Yanga uwezi ukairusha na Azizi kwa mmoja ama nyingine. Wana mastaa wengi, wana Pakome, wana Chama, wana Diara, wana Ucho na wengine wengi, lakini when it comes kwenye Azizi alikuwa ana unique character na alikuwa na mvuto kipekee na ameondoka. Kwa hiyo lazima Yanga watafute mtu ambaye atakuja kuwa na ubora unaofanana au zaidi ya Azizi. Sasa hapa lazima uweze kuelewa. Tunapozungumzia mtu mwenye ubora tofauti na Azizi, si kwamba atakuwa anacheza kama ambavyo Azizi alikuwa anacheza. Lakini aje mtu ambaye atakuwa na madhara zaidi ya yale ambaye Azizi alikuwa anayafanya. Kwa hiyo walikuwa wameanza mchakato, na kwa nyota wengi ambao watakwenda kuwachukua, effect ya Azizi inaweza kwenda kuzalisha usajili wa wachezaji watatu. Unaelewa? Effect ya Azizi mmoja imepelekea Yanga kutamani kuchukua watu watatu kwenye hayo maeneo ili kutengeneza uhakika wa eneo la ushambuliaji. Kwa hiyo miongoni mwa majina ambayo walikuwa wanayazungumzia na kuweza kufuatilia alikuwa ni Gilberto. Tunafahamu huyu ni Muangora. Kwa kipindi alikuwa yuko nafikiri ni Orlando Pirates. Naona ni mchezaji ambaye amekuwa na uwezo mzuri, kasi, ana vitu vingi sana, anatokea kwenye winga zote, kulia, kushoto na katikati, anza akacheza. Kwa hiyo ndiye ambaye walimuona wakaona atakuwa ni mbadala mzuri, hasa ukizingatia aina ya falsafa yao na wachezaji wao, na yani kocha Chonacho ni mtu ambaye walikuwa wamemhitaji, na nafikiri mazungumzo yamefanyika kwa sehemu kubwa na wamekaa pazuri. Sasa unapoona mpaka mchezaji anafikia hatua kuzungumza na kukubaliana na timu kutoka Tanzania anatokea Angola, kwa sababu Angola ni miongoni pale Rwanda mwa majiji expensive Afrika. Yaani unapozungumza the most expensive life katika Afrika kwa majiji, huwezi kuacha kuhitaji Angola. Pale wanaishi maisha ya ghali sana. Kwa hiyo wachezaji ambao wanatokea Angola kuweza kuwa maintain haitakiwi uwe na mzigo mdogo. Lakini Yanga wamepima misuli na nafikiri dili yao iko asilimia kubwa kuweza kufanikiwa, na wanaweza wakamleta mchezaji ambaye anakuwa anapenda kwa bichi kichwani. Kwenye vyanzo vyako na taarifa ambazo uko nazo, ni asilimia ngapi mpaka sasa dili hilo huenda litakwenda kukamilika kwenye zile asilimia 100? Mpaka sasa nafikiria asilimia 80 ya deal inawezekana kwenda kukamilika, na asilimia 20 lote zaweza likatokea. So mchezaji ambaye amekuwa akihitajika timu nyingine pia, lakini wengi wamekuwa wakivutiwa zaidi na klabu ya Yanga kutokana na ambavyo klabu imekuwa imejipambanua, lakini pia plani zao, malengo yao. Lakini kubwa tuwezi kuacha kuzungumza Engineer Hersi Said anafanya kazi kubwa sana. Anatumia nafasi yake ya kuweza kutembea maeneo mbalimbali, sio tu kwenda kufanya vikao vya vilabu, sio kwenda kuuza mikutano mingine, lakini pia anakuwa anatembea akiwa na project ya klabu yake, na project ambayo anatembea nayo. Na uzuri mwenyewe ni mtu wa football, kwa hiyo anatumia mahusiano na vilabu na maeneo mengine kwenye kila anapokwenda, apart from kuzungumzia maendeleo ya soka, anakuwa na sehemu kubwa kuzungumzia klabu yake ya Yanga. Anatamani iwe miongoni mwa klabu za mfano barani Afrika. Ndio, Dominic Salamba, kidogo tu hapa kuna baadhi ya mitazamo tofauti ya wadau, lakini pia nataka nisikie mtazamo kutoka kwako, namna ambavyo wanazungumzia Gilberto na Azizi ambaye si same tena kikosi cha Young Africans kwa msimu ujao. Hiyo haina shida wala shaka yoyote. Taarifa kubwa zinaeleza Gilberto ni miongoni mwa wachezaji wazuri sana akiwa anatokea pembeni kwa maana ya winga. Stefan Azizi anayeondoka ni mzuri sana akiwa namba 10 kwa maana shimoni pale. Wengi wanafikiri kama si sahihi kusema Gilberto ni miongoni mwa wachezaji watakuja kuchukua nafasi ya Azizi Ki, kwa sababu yeye mzuri sana akiwa anatokea pembeni. Sasa wengi pia wanaoji wanasema Young Africans wako na wachezaji pia wazuri sana wakiwa wanatokea pembeni. Miongoni mwa wachezaji ambao wanatajwa ni Maxim pia Nzengeli, naye mzuri pia akiwa anatokea pembeni. Watu wanaona mbona hili dili linakwenda tu kufanya kuwa na wachezaji wengi wa kutokea pembeni. Kama ilikuwa ni kumleta mrithi sahihi wa Azizi, basi angetafutwa namba 10 asilia
kama Faisal Salum na wengine kadha wa kadha. Mtazamo wako nataka nisikie kwenye hili ambalo linazungumzwa na wadau wengi wa soka. Kwanza ukizungumzia kwa swala la Shimoni, Yanga wana mali nyingi. Mali ziko nyingi. Unamzungumzia Chama. Nani ambaye ana doubt kuhusu Chama? Akapa katikati. Unamzungumzia Pacome. Pacome akisa katikati unajua anachofanya. Maarifa, ubunifu alionao ni mkubwa sana, utulivu wake pia. Very sure. Kama anaweza akapiga pasi katika maeneo yote na ikaweza kufika. Kwa hiyo hawana hiyo changamoto ya watu wa katikati. Lakini pia huwezi ukamkompea Gilberto na labda na Maxi Zingera. Maxi kazi yake kubwa ni kuifanya timu iweze kuwa salama, hasa ikiwa inakwenda kupoteza mpira, lakini anakuwa anafanya marking katika maeneo makubwa, anakimbia eneo kubwa sana. Kwa hiyo ana lack skills za ubunifu kwenye maeneo ya mwisho. Yaani ni mzuri kutumia energy na kupambania timu na kufanya interception, kukola mipira, lakini when it comes kwenye eneo la kuimprovise, hata tunafika eneo la mwisho tutengeneze ubunifu ambao utakwenda kutupatia goli, kuna kitu kinapungua. Anapata nafasi ya kuingia sana kutokana na energy ambayo iko nayo ya kufanya afike kwenye kila eneo. Lakini unaweza kaangalia ukitengeneza uwiano wa nafasi ambazo anazipata za wazi na ambazo anafunga, nyingi anakuwa anazipoteza, lakini uwezi ukamlaumu kwa sababu sio kazi yake ya msingi. Kitokea amefunga utampa credit. Tunapomzungumzia Gilberto, ni aina ya mawinga wa kisasa au mawinga wa shambuliaji au wacha namba 10 ambaye ana vitu vyote vya msingi. Kwanza ana kasi, ana maarifa, ana ubunifu na ana uwezo wa kuriski na ana uwezo wa kufunga pia. Kwa hiyo ana vitu vingi ambavyo Yanga walikuwa wanavihitaji. Azizi tunamtema ni miongoni mwa wachezaji bora kwa sababu ya ile brain yake, uwezo wa kuscan mipira, lakini pia utulivu wa hali ya juu na kucheza anavyotaka yeye katika eneo lolote. Hiko ni kitu ambacho Azizi anadhani. Akasema kwamba kuondoka kwa Azizi kumewafanya Yanga watafuta wachezaji watatu wapya ili waje kuhakikisha kwamba lile eneo linakwenda kuwa kwenda kutimilika. Unamzungumzia Gilberto, unamzungumzia Faisal Salum, unamzungumzia pale mtu kama Soa. Ukiangalia hizi namba zote tatu zikikaa pale mbele, nadhani kama unaweza ukamkumbuka Ziki kwamba kuna gap lake itakwenda kuonekana. Ndio. Bana, umezungumza mengi na umetoa tofauti kubwa kati ya Gilberto pamoja na Mwamba Kiazizi ambaye ametumikia Young Africans kwa misimu mitatu na kwa mafanikio makubwa kweli kwenye ardhi ya Tanzania. Yapo kidogo tu, nini hasa ambacho tutakipata special kutoka kwa Gilberto, mchezaji huyu ambaye anatajwa kuwa mpya ndani ya coach ya Yanga? Uspecial wake ni upi? Tunataka tufahamu. Kwa wale ambao hawamfahamu, umwangalie nani Skudu Makudubela. Alafu ufanye times 10. Skudu Makudubela times 10. Ndio utaweza kupata picha ya Gilberto ikoje. Yaani chukua Skudu, fanya mara 10. Una amplify. Kwa hiyo kama mtu ambaye anataka ajue asisumbue, akaangalia vitu vya Skudu, alafu azidishe kwenye kila anachokiona, akiongeze mara 10. Salamba, unaweza kuwa machachari lakini si hatari. Yeye ni machachari vipi kwenye hatari? Nakwambia kwenye kila anachokifanya, zidisha mara ngapi? Mara 10. Kama Skudu alikuwa na uwezo mdogo wa kufunga, peleka mara ngapi? Mara 10. Kama alikuwa na kasi, peleka mara afisa hiyo 10, ndio itakufanya ipo kwenye level gani ya kiushindani. Miongoni mwa changamoto ambazo zinazungumzwa kwa Gilberto ni utovu wa nidhamu. Ukweli haupingiki, ni miongoni mwa wachezaji wa vipaji vikubwa sana, lakini changamoto kubwa yuko nayo kwenye nidhamu yake. Unafikiri anaweza kuhimili pressure ya mashabiki kama wa Yanga na anaweza kutuliza nidhamu yake kwenye kocha cha Yanga na mwisho wa siku isaidia Yanga kwenye mambo kadha wa kadha, kwa sababu nidhamu ndio msingi wa kila kitu? Yanga walimchukua Morrison. Hakuna ambaye asiyejua Morrison alikuwa na tabia zipi. Lakini alifika Yanga alitulia. Wakati mwingine ategemeana na mapenzi ambayo unakuwa unayapata kwenye klabu. Yanga ni miongoni mwa klabu ambazo zimekuwa zikiwathamini na kuwajali wachezaji wake, na wakati wote wanakuwa wanajifeel part of the club. Wachezaji wengi ambao wanachezea Yanga, hata anapoondoka anajikuta yeye ni mwanachama wa Yanga. Anaweza kuwa alikuwa anaingia Yanga akiwa kama tu mchezaji anakuja kufanya business, biashara biashara nyingine, akiwa na timu nyingine, lakini anapoondoka Yanga anakuwa ni part, ni member wa klabu ya Yanga. Kwa nini? Kwa sababu kwanza kwenye management, lakini mashabiki wake ni mashabiki ambao wamekuwa wakitengeneza upendo mkubwa na kuthamini na kulinda vilivyokuwa vya kwao. Kwa nafikiri kwa mapokeo ambayo atayapata, kwa upendo ambao ataupata, utamlazimu kuhakikisha kwamba wakati wote anakwenda kuwafurahisha wana Yanga ambao
watakwenda kumsupport. Taarifa njema na taarifa kubwa ni kwa wana Jamvika na Salamba, lakini wafuatiliaji wote wa Salamba TV pamoja na watu mbalimbali ambao wanaipenda kampuni pendwa kweli kweli ya Jamvika na vitu kama hivyo. Taarifa kubwa ni hapo ambayo inaendelea kusumbua, lakini wako watu ambao hawaelewi ni kwa namna gani wanaweza kawa miongoni mwa watu ambao wanapata taarifa kemkemu, ikiwemo mikeka ya ofa, kwa sababu si taarifa tu, mpaka mikeka inapatikana kupitia hapo hiyo. Ni kwa namna gani pia tunaweza tukapata watu ambao wanaweza kawa wana familia wakubwa, na si wana familia tu, wanaweza kawa wafia hapo yetu. Rafiki, kikubwa ni kuendelea kutufuatilia. Endelea kutufuatilia kwa sababu katika application ya Salamba TV tumekuwa tuna mafanikio makubwa sana ambayo tumekuwa tukiyapata. Okay. Naona tumekuwa tukitoa mikeka ya bure. Mmoja ni huu hapa, jana tumetoa, ulikuwa na odds 50. Si vibaya akazoom akaweza kuonyesha. Hizi ni odds 50 ambazo jana zimeweza kutolewa na zote zikatiki. Hizi kwenye application hizi hapa. Okay. Hapa odds ngapi? 50. Naona ambao watu jana wameingia kwenye application wamezipata bure. Yaani hizo ulipii odds 50. Kwa hiyo ukitia buku unazungumzia una 50,000. Okay. Akitia mtu 10,000 anazungumzia na 500,000. Inaingia vijana tunapata. Na kule ziko free. Yaani kule hatuuzi odds. Cha kufanya tu wewe ni kuchukua simu yako na kwenda kwenye Play Store. Fika pale, andika pale Salamba TV. Itakuletea, install kwenye simu yako. Utaambiwa fanya uanze kujisajili. Ukifika pale, andika namba yako ya simu, jina lako au email yako, then weka namba yako ya siri. Utaingia kwa application na kuanza kufurahia mambo mengi. Yaani hii Jamvika ni sehemu ndogo sana ya vitu vingi ambavyo vipo kwenye application. Kuna habari za michezo, tetesi, usajili na vitu vingine vingi ambavyo utakwenda kufanya uweze kufurahia huduma bora kutoka Jamvika na Salamba. Lakini pia tukaona ni vyema tukuwekee kila siku, tunakuwekea odds za bure. Asubuhi mikaa 2, mchana 1 na usiku 1, zaidi mikaa 4 ambayo inakuwa ina uhakika wa 99% kuweza kutoa. Lakini si hivyo tu, nimekuacha hizi mechi hapa. Hizi mechi ungeenda kutafuta kwa kampuni nyingine isingeweza kufika odds 50. Zikawa odds 30 au 25. Kuna hapana. Kutumia kicho kwa bora tukawapigia kwenye BetPawa. Kwa hiyo unapata hizi codes kupitia kampuni ya BetPawa. Kwa hiyo kazi yako ni kuingia pale, una kliki, unaweka pesa yako, unaenda kufurahia maisha. Lakini kwa wale ambao wanapenda vitu vya VIP na vitu classic, kuna premium na VIP. Chukua simu yako, kaandike nyota 150 nyota 50 nyota 1 leo, then namba ya kampuni 610 228 51, kisha unaweka kiasi. Kwa siku 1000, wiki 5000, kwa mwezi 15000, na wala VIP 30,000 kwa siku 5. Baada ya hapo utapokea ujumbe kutoka Selcom na Salamba TV ukiwa umejiunga na kuanza kufurahia huduma bora na kizalendo kutoka Jamvika na Salamba. Dominic Salamba, mimi nikushukuru sana, na hii ina maana kubwa kweli kwetu, na hii kwa lugha nyepesi tunaweza kusema kwamba mgeni amekataa soda, anataka 600 yake. Kwa heri. Kutana na MC Sisco, MC ambaye atasimamia sherehe yako kikamilifu na kuifanya iwe na viwango vya kimataifa. Kutokana na uzoefu alionao katika tasnia ya UMC, uandishi wa habari na utangazaji. Ukiwa na harusi, send off ama events mbalimbali, muite naye atakuhudumia. Pia ana huduma za picha pamoja na video zenye ubora wa HD. Ana sound ya mziki mkali pamoja na DJ anayekizi vigezo vya DJ. Ofa sasa, usafiri bure kwa maharusi, zawadi ya picha mbao kwa maharusi, bila kusahau photo magazine. Kama unahitaji sherehe yako ionekane ya kisasa, jibu ni Cisco J Entertainment. Wanafanya kazi ndani na nje ya Dar es Salaam. Kwa maelezo zaidi piga 0782055044 au tembelea kurasa yake ya Facebook Nicholas Johnny, Instagram Cisco J_5. MC Cisco, Master of Ceremony.